Sawa? Kwa mfano shikeli ya ahyani, shikeli ya ahyani anaposema viungo, hii shikeli ya ahyani katika body language ya mwanadamu inawakilisha kichwa cha mwanadamu. Ndio hii shikeli yote nzima inawakilisha kichwa cha mwanadamu, ndio maana anaizungumza hapo. Lakini pia vile vile shikeli inaelezea maeneo. Lakini pia vile vile shikeli inaelezea nchi, kwamba kwa mfano shikeli ya ahyani labda inaelezea, hii shikeli ya ahyani inaelezea labda Ufaransa, ni shikeli ambayo inatawala nchi ya Ufaransa, au ni shikeli inayotawala nchi ya Ugiriki, au ni shikeli inayotawala Tanzania, kitu kama hivyo. Kama vile ambavyo wale wanaofahamu elimu ya nyota, elimu ya buruji, hali kadhalika na buruji nazo zina nini? Zinaelezea nchi, sawa, na zinaelezea maeneo na zinaelezea mwelekeo. Mfano, kwa wale wanaosoma elimu ya nyota kwa maana ya buruji ya Hamadi, buruji ya Hamadi katika mwelekeo inaelezea mashariki. Tumeona vizuri mashariki, matokeo ya jua huko. Sasa ndio mfanano wa kwenye elimu ya shikeli anaposema mwelekeo, kwa maana kwamba hizi shikeli kuna za mashariki, kuna za magharibi, kuna za kaskazini na kuna za kusini. Sawa? Kwa hiyo mpaka hapa tunakuwa tumeelewa kwamba sehemu yetu ya kwanza, sawa, sehemu yetu ya kwanza imetueleza vitu gani kunako elimu hii ya shikeli, lakini pia kunako maumbo yale 16. Kwa hiyo utakuta humu takriban kuna vitu vingi sana ambavyo vimekusanywa vikatupwa katika elimu hii ya maumbo au elimu hii ya shikeli. Kwa hiyo hapo tufahamu hivyo na tuone huu msingi kwamba huko mbele tunakwenda kukutana na vitu kama hivi, na kila kimoja ni lazima kifafanuliwe, ni lazima kielezwe kwa uwazi ili uweze kukielewa, kwa sababu katika haya yaliyoelezwa hapa, ndani ya haya ndipo panapopatikana maswali katika jamii zetu, ndipo panapopatikana maswali. Wewe mwalimu unakuja kuulizwa katika kilinge chako, au nyumbani kwako unawezekana ukawa huna kilinge, sio mganga, lakini upo tu. Elimu hii ni kama silaha, ni kama akiba kwa niaba ya familia yako mwenyewe, kwamba ujue maswali yoyote yanayotokaulizwa yanazunguka katika vitu hivyo nilivyovieleza. Sasa tufute hapa kidogo ili tuendelee katika hatua inayofuata, tuone kuna majambo gani. Sawa, tuone kuna majambo gani, lakini bado tunakuwa tupo katika sehemu ya kwanza. Ninakwenda hivi haraka kwa sababu najua pia mashaka zangu vitabu mnavyo, kwa hiyo mtakuwa mnanielewa nini ninachokizungumza. Kwa hiyo hapa tunakwenda kama vile kufafanua, lakini kwa kina vitabu hivyo mnavyo. Naam, hatua inayofuata katika sehemu yetu ya kwanza, anasema unatakiwa ufahamu. Baada ya kufahamu yote yaliyotangulia, pia unatakiwa ufahamu kwamba nyumba au baiti, sawa, unatakiwa ufahamu kwamba nyumba, sawa, sio shikeli. Sio shikeli.